Hivyo nashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmeona siku yenu hii ya wakina mama katika sekta ya bahari mweze mkaja kuiadhimisha hapa Tanga. Nawashukuru sana pia kwa kunipa heshima hii ya kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii kubwa ambayo kwa hakika nasema asanteni sana. Waheshimiwa washiriki, maadhimisho ya leo kama ambavyo viongozi wote walionitangulia wanasema sio tu ni kumbukizi bali ni ushuhuda wa mabadiliko ya jamii katika jamii yetu, kijamii, kiuchumi, ambayo yameletwa na wanawake na yanayojitokeza kwenye sekta mbalimbali ikiwemo katika sekta hii ya bahari. Nyote ni mashuhuda kwamba sekta hii ni sekta ambayo ilikuwa ilikuwa male dominated. Na mpaka sasa naambiwa kuna 1.2% ya wanawake katika sekta hii. Lakini bado kuna wakina mama majasiri ambao mnatuwakilisha katika sekta hii ngumu. Ukifikiria swala la baharia ambaye anatakiwa aweze kwenda miezi miwili nje ya familia. Lakini ukifikiria swala zima la nahodha na maeneo mengine ya tafiti na katika kufundisha sekta hii, kwa hakika inahitaji ujasiri mkubwa, lakini pia inahitaji kujitoa katika masuala ya tafiti na masuala mazima ya sayansi. Sekta hii inaunganishwa zaidi na masomo ya STEM, masomo ya sayansi, na ndio tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa fursa kwa watoto wetu wa kike, kama ambavyo rais wetu Womesa aliposema kwamba tutumie fursa hii kuwaunganisha na vijana. Mheshimiwa Rais analifanya hili kupitia shule za watoto wa kike katika mikoa yote. Na sisi hapa Tanga shule yetu iko Kilindi, ambayo ni shule ya sayansi, shule ya mfano kwa ajili ya watoto wa kike. Shule hii ya umahiri ambayo Mheshimiwa Rais ametoa jina la Beatrice Shelukindo, mbunge wa kwanza katika jimbo hili la Kilindi, ambaye alipambana sana katika masuala ya usawa wa kijinsia na kuwasaidia sana watoto wa kike. Kwa hivyo leo tunapozungumzia swala hili la masuala mazima ya kina mama katika sekta ya bahari, tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini kuwashukuru wote wakina mama waliofanya kazi katika sekta hii na wale wote ambao wameendeleza mapambano ya kuhakikisha kwamba usawa wa kina mama katika sekta zote. Tumeambiwa hapa kauli mbiu ya mwaka huu ni bahari yenye fursa kwa wanawake. Na kwa hakika tunatoa ujumbe huu unatoa ujumbe mkubwa sana kwamba wanawake sasa si watazamaji tena, ni viongozi, ni wabunifu, ni wabeba matumaini ya maendeleo endelevu katika sekta ya majini. Hapa Tanga ukisema sekta ya majini inaleta tafsiri nyingine, lakini wacha tuseme sekta ya bahari. Katika sekta ya bahari. Kwa hivyo ndugu zangu washiriki, katika nchi yetu wanawake wameanza kung'ara katika maeneo ambayo zamani yalionekana ni magumu. Tunao mabaharia ambao wameendelea kufanya kazi hii, tunao wahandisi wa meli, tunao wataalamu wa mazingira ya bahari, lakini tunao waelimishaji wa masuala mazima ya sekta ya bahari, na hata viongozi wa taasisi muhimu kama vile DMI ambayo inaongozwa na jasiri wetu Profesa Tumaini Gurumo. Hongereni sana wote kwa kitu. Lakini hata hii heshima tulipata kuwa na president wa Womesa kwa hii eneo zima la East Africa na East and South ni jambo kubwa sana, ambapo anatoka Tanzania. Lakini na fortunately nikupongeze na timu nzima kwa kuchaguliwa kuiendesha hii chapter ya Tanzania. Hongereni sana. Naomba tuwapigie makofi. Mnatuheshimisha. Katika mkoa wa Tanga ambao ni lango kuu la biashara ya bahari na rasilimali nyingi za pwani, wanawake ni uti wa mgongo wa sekta ya uvuvi katika biashara ya dagaa, kilimo cha mwani na shughuli nyingine nyingi za
ukuzaji wa viumbe maji, na hasa sasa wameingia katika maeneo ya teknolojia ya usimamizi na sera. Na sisi kama mkoa tumejipanga katika kuhakikisha kwamba kitovu cha uwekezaji wa uchumi wa bluu ni wanawake ndio wanakuwa nguzo kuu katika mafanikio haya. Ndugu viongozi na wanawake mliopo hapa na wenzetu wakina baba waliopo na sisi, katika dhana ya uchumi wa bluu kuna ukweli kwamba na usiopingika, hatutafikia ustawi wa kweli bila wa kujumuisha wanawake kikamilifu. Katika safari hii ya maendeleo, sera ya uchumi wa bluu ya Zanzibar ya mwaka 2020 pamoja na miongozo ya maendeleo ya Tanzania bara imeweka msingi wa usawa wa kijinsia katika kama injini ya maendeleo jumuishi. Hii si kauli ya kisiasa tu, ni wajibu wa kizalendo, kimaadili na kiuchumi. Wanawake kwa muda mrefu walikuwa wakihusika kwa kiwango kikubwa bila kupewa nafasi stahiki katika ngazi ya maamuzi au kuwawezesha katika kiasi kikubwa. Ni wakati wa kila mdau kutambua nafasi yake. Wizara zinazohusika zinapaswa, na nashukuru sana wizara yetu ya uchukuzi wako hapa, ziendelee kusahihisha pengo la kijinsia kwa kuhakikisha kwamba mikakati inayojengwa kwa mtazamo jumuishi, vyuo vya bahari kama DMI na FETA navyo vina dhamana ya kuhakikisha milango ya elimu na mazingira ya kujifunza yanabainisha wanawake na kuheshimu na kuwa na fursa sawa. Nimefurahi kusikia kwamba kuna wakina mama au kuna mabinti na wanawake ambao wamepata fursa ya udhamini kwa masomo ya juu katika maeneo mbalimbali duniani, lakini pia kuna ambao wanatuwakilisha kufanya kazi katika sekta ya bahari huko ulimwenguni. Sekta binafsi nayo haina budi kuibeba dhamira hii kwa kutoa nafasi za mafunzo, udhamini, mitaji na usaidizi kwa wanawake wanaojitosa kwenye sekta hii. Na UOMESA kinara wetu lazima iendelee kuwa daraja la matumaini na sauti ya mabadiliko na mnyumbufu wa kujenga vizazi vya wanawake viongozi wa bahari. Na sina shaka kulingana na uongozi na hali niliyoiona, najua kabisa mtatupeleka huko ambapo tunatumaini. Naomba tuwapigie makofi na tujipigie makofi. UOMESA oye! Kwa kutumia maneno ya mwanafalsafa mashuhuri Plato, alisema the measure of a society is how it treats its women. The measure of any society is how it treats its women. Na ndio kipimo cha jamii yoyote, jinsi ambavyo inawahudumia, inawachukulia wanawake wake. Na Mwalimu Nyerere aliwahi kusema taifa lolote ambalo mwanamke anawekwa nyuma au hapewi heshima na kuthaminiwa ni kama mtu ambaye anatembea kwa mguu mmoja. Inakuwa ni taifa ambalo halijakamilika. Kwa hivyo hatima ya taifa letu haiwezi kupimwa kwa viwanda peke yake au kwa miundombinu peke yake, bali kwa namna tunavyoweka mazingira ya haki na fursa ya wanawake katika kila sekta, au fursa ya usawa wa wanawake na wanaume katika kila sekta, hasa zile ambazo awali zilionekana kama ni nafasi ambazo ni kwa jinsi moja tu. Ili ni swala la kutumia au sio swala la huruma wala la hisani, bali ni hoja ya busara kwa ajili ya maendeleo na ufanisi. Nadhani mlivyoenda bandarini mlikuta kuna wakina dada wanaendesha zile crane. Kwa hivyo sasa hivi kwa kweli hili jambo limeendelea kusimamiwa, na hata sisi katika maeneo yetu na kufuatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais tumeendelea kuhakikisha kwamba wakina mama wanapewa fursa kubwa sana. Ndugu washiriki, kwa kumalizia napenda kutoa shukrani za dhati kwa kupata mwaliko huu. Lakini ninajua kabisa kwamba ndio maana kuna ule taarabu wanasema nahodha yuko nyuma. Sasa kwa kawaida wanaume ndio vichwa, si ndio?
ndio wanakuwa mbele, lakini ukiona nahodha yuko nyuma, ndio mama ambaye ndio anaendesha shughuli nzima. Na katika sekta hii ya vyombo, kwa kweli katika vyombo vya baharini ndio vimeweza kuelezewa vizuri nafasi ya mwanamke. Yuko nyuma lakini anaendesha. Baba yuko mbele lakini mama yuko nyuma na ndio anaendesha shughuli nzima. Na ndio maana kwenye jamii zingine, mfano Japani, Mheshimiwa DC, Japani, wewe unajua bwana akifanya kazi hela zote anamkabidhi mama. Mama ndio housekeeper. Na ndio anaandika bili zote. Atatoa kwa ajili, anamwachia tu hela yake ya matumizi. Anatoa kulipia umeme, maji, bili za wanafunzi, za watoto, hela kwa ajili ya kuweka, kwa ajili ya kwenda holiday inawekwa pembeni, hela za kusave zinawekwa pembeni, kununua bondi inawekwa pembeni. Anakuja na daftari zima. Wewe baba ndio manager, ndio kichwa, anakueleza mimi nifanye hivi. Yeye ni CEO, wewe ndio chairman of the board. Sasa kazi inafanyika vizuri kwa heshima na wanakwenda mbali sana. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa kutunga mkono, na mimi najua wewe ni mzalendo sana na unapenda haki za wakina mama, masuala ya kijinsia wewe ni bingwa. Lakini hata masuala ya bahari umefanya kazi ofisi ya makamu wa rais. Kwa hivyo hizi protocol zote za Umoja wa Mataifa mmekuwa mkizisimamia, ikiwemo masuala ya WMO na mengine. Kwa hivyo tutaendelea kama mkoa na wilaya zetu zote kuhakikisha kwamba na sisi kila panapopatikana fursa katika sekta zote tunatoa kipaumbele bila kubagua.